Karibu mtazamaji wa Zone Media, jina langu ni Victor Moshi na leo hii nakuletea uchambuzi wa kina zaidi kuhusiana na nchi ya Irani, kuhusu kuogopeka na mataifa ya kimagharibi, lakini vile vile taifa kama la Israel, Marekani kumuhofia zaidi Irani kutokana na sababu mbalimbali. Sasa leo hii nakuletea kile ambacho Irani anajivunia nacho kwenye upande wa silaha, lakini vile vile nguvu yake ya kijeshi alivyojitanabaisha hadi kuogopeka na kuchukua sura mpya kabisa kwenye nguvu ya kijeshi hapa duniani. Hapa nakuletea uchambuzi wa kina kabisa, karibu tuende sawa mwanzo mpaka mwisho. Katika ukanda wenye misukosuko ya kisiasa na kijeshi kama Mashariki ya Kati, Jamhuri ya Kiislamu ya Irani imeendelea kuwa taifa lenye nguvu kubwa ya kijeshi isiyo ya kawaida. Tofauti na mataifa mengine yanayojivunia mizinga mikubwa na ndege za kivita za bei ghali, Irani imejijengea jina kwa kutumia teknolojia ya ndani, vita vya kijasusi na uwezo wa kuathiri mataifa jirani kupitia mikakati ya kijanja isiyo ya moja kwa moja. Lakini ni silaha gani hasa zinazofanya taifa hili kuwa tishio la kweli kwa mahasimu wake? Hapa nakuletea uchambuzi wa silaha moja baada ya nyingine. Namba moja ni makombora ya masafa marefu na ya kati. Irani ina mojawapo ya programu kubwa zaidi ya makombora katika Mashariki ya Kati. Na makombora haya yameundwa kufika mbali, kushambulia kwa usahihi na mara nyingine kutoboa hata ngome za ulinzi wa kisasa zaidi duniani. Hapa nikizungumzia ile mifumo ya kuweza kudungua makombora mbalimbali ambayo imekuwa kitegwa na nchi ambazo zimekuwa na mizozo mbalimbali kwenye kidunia, lakini vile vile nikizungumzia Israel, uwezo wa kuweza kudungua makombora kadhaa. Sasa hapa nakuletea makombora ambayo Irani imeweza kuyatengeneza kwenye ardhi yake ya Irani, lakini vile vile yamekuwa ni tishio kwa mahasimu wake. Namba moja ni Shahab-3. Ni kombora maarufu la masafa ya kati linaloweza kufika hadi kilomita 2000. Linasemekana lina uwezo wa kufika hadi Israel au maeneo ya Ulaya Mashariki. Namba 2 ni Emad. Emad ni toleo lililoboreshwa la Shahab-3 likiwa na uwezo wa kuelekezwa kwa usahihi zaidi kwa kutumia teknolojia ya GPS. Kwanza tuyaangazie haya makombora mawili. Shahab-3 hili ni moja kati ya kombora hatari zaidi ambalo Irani iliweza kulitengeneza na kulizindua, na baadaye baada ya kuona kabisa kwamba kuna matarajio ya kuweza kuboresha mfumo wa kombora la Shahabu-3, wakaweza kuzindua kombora jipya la Emad ambalo lina uwezo wa kushambulia kwa kutumia GPS. GPS ni mfumo wa location, yani linaweza likaelekezwa mfano kutoka Irani likaelekezwa moja kwa moja kwenda katika nchi ya Israel, labda sehemu fulani kwa kutumia location tu, yani linaweza kutumwa moja kwa moja na kufika huko. Ni moja kati ya kombora hatari ambalo limekuwa likiogopeka kwa kiasi kikubwa sana. Lakini namba 3 linaitwa Horamshar. Horamshar ni kombora lenye uwezo wa kubeba kichwa cha vilipuzi chenye uzito mkubwa hadi kilo 1800, likielezwa kuwa ni tishio kubwa kwa vikosi vya maadui. Ukiona kombora kichwa chake kina uwezo wa kubeba uzito hadi kilo 1800, hilo sio la kawaida, kana kwamba lina uwezo wa kubeba shehena kubwa kabisa mabomu ambayo yanaweza kuleta madhara makubwa sana katika mashambulizi mbalimbali. Ndio maana Irani mpaka leo hii imeendelea kujinasibu kwamba ni moja kati ya taifa ambalo limewekeza kwenye silaha, lakini katika maneno ya viongozi wake, mfano Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa ngazi ya juu kabisa pale nchini Irani, amekuwa akisema kwamba Irani haiwezi kusumbuliwa na taifa lolote lile, kwani endapo maadui zake wataweza kujitokeza kuweza kupambana na Irani, basi watapata kipigo mara 3 au mara 4 zaidi. Na hii inajivunia kutokana na makombora yake ambayo yamekuwa yakitengenezwa kupitia jeshi la Irani hapo nchini kwao. Lakini vile vile kombora lililoibua hofu zaidi ni la Fataha. Fataha ni kombora la hypersonic lililotangazwa mwaka 2023. Irani inadai linaweza kusafiri kwa kasi ya mara 15 ya sauti. Haliwezi kudakwa na mifumo ya sasa ya ulinzi wa makombora na linaweza kubadilisha mwelekeo hewani, hali iliyoifanya kuwa na nguvu kubwa ya kushambulia ghafla. Fataha kipindi linazinduliwa mwaka 2023 lilikuwa ni moja kati ya kombora ambalo lilikuwa likizungumzwa kwa kiasi kikubwa sana. Yani hata mataifa makubwa
yalipata joto kidogo kufuatia Irani kuweza kuzindua kombora aina ya Fatah. Inaonekana mmoja kati ya kombora ambalo linaweza kwenda umbali wa mara 15 zaidi wa sauti ambayo inaweza kutoka kipindi ambapo kombora litaweza kurushwa. Na Fatah, Irani imewekeza shehena kubwa sana ya silaha zake kupitia kwenye mahandaki mbalimbali, yani chini ya ardhi, kuweza kuhifadhi makombora ambayo yanaweza kutumika endapo tu maadui wanaweza kuishambulia Iran wakati wowote. Lakini upande wa pili hapa nakuja kwenye upande wa drone za kijeshi, ndege zisizo na rubani za Irani. Irani imewekeza kwa kiwango kikubwa kwenye utengenezaji wa drones, teknolojia ambayo inaleta mapinduzi katika vita vya kisasa. Drone ya kwanza inaitwa Shahed 129. Ni drone inayoruka kwa muda mrefu hewani hadi saa 24 na hutumika kwa upelelezi na mashambulizi. Shahed ina uwezo wa kutembea hewani kwa muda wa siku nzima, yani nikimaanisha masaa 24 ina maana ni siku moja. Kwa hiyo inaweza ikatumwa kutoka Irani kwenda nchi nyingine kwa kudumu hewani kwa muda wa saa 24. Sio kitu kidogo. Hiko ni kifaa cha kivita kilikuwa kinatembea hewani. Ina maana kwamba kina uwezo mkubwa sana wa kuvumilia upepo wa angani, lakini vile vile hali ya hewa yoyote ambayo inaweza kutokea angani ya kuweza kuijasi drone hiyo, basi haiwezi kufua dafu, kwani drone hiyo ni drone ambayo imetengenezwa kwa uwezo wa hali ya juu sana wa kijeshi, lakini vile vile hata teknolojia yake ambayo inatumika ni teknolojia ya hali ya juu sana ya Shahed 129. Lakini drone nyingine inaitwa Shahed 136. Ni kamikaze drone. Kama uliwahi kusikia kamikaze drone, ilikuwa ikisambaa sana mnamo mwaka jana, ambapo kiongozi wa juu kabisa wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alikuwa akizungumza kwamba wana drone za kutosha ambazo zinaweza kufanya mashambulizi katika ardhi yoyote ile ambayo kuna maadui zake. Hii drone ya Shahed 136 ni kamikaze drone. Ni moja kati ya drone ambayo Irani wanaitegemea sana kwenye mapambano yake, na imekwisha tumika mara kadhaa kwenye majaribio, na drone hizi zimekuwa hata zikitumika na Hezbollah kipindi kile wanashambulia Israel katika miji kama Tel Aviv, lakini sehemu nyingi ambazo imekuwa ikishambulia Haifa na maeneo mengine imekuwa ikitumia drone hizi za Shahed 136 maarufu kama kamikaze drone. Lakini drone nyingine inaitwa series ya Mohaja au Mohaja 6. Hutumika kwa mashambulizi madogo na ni rahisi kutengenezwa. Kwamba hizi ni drone ambazo ni drone ndogo ambazo Iran imekuwa ikizitumia kwenye mashambulizi madogo, lakini vile vile hata wakati mwingine jeshi la Irani limekuwa likitumia drone hizi kwa ajili ya kuweza kufanya upelelezi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutoa taarifa kupitia masuala ya kiusalama. Kwenye upande wa mtiririko wa silaha za Irani kuna makombora ya cruise. Huu ni upande wa tatu. Tofauti na makombora ya kawaida, makombora ya cruise huruka kwa urefu wa chini ili kuepuka kudunguliwa na rada. Yani tumezoea kuona makombora mbalimbali ambayo yamekuwa kitumwa na Irani yamekuwa yakipita angani. Sasa makombora haya ya cruise yenyewe yamekuwa yakiruka kwa chini, kwa kiwango cha chini na sio kiwango cha angani, na hii inasababishwa na kuweza kuepuka mifumo ya udunguaji wa makombora, mfano Iron Dome ambao Israel inautumia mfumo wake huo kuweza kudunga makombora, na mara nyingi mifumo ya kuweza kudunga makombora huwa inategwa angani. Sasa Irani ikaona kuna haja ya kuja na mfumo mpya wa makombora ambayo itakuwa ni mbadala wa makombora yake ya angani kama Fatah na mengine, ambayo kama endapo yatadunguliwa basi watatumia mfumo huu wa makombora ya cruise ambao wao huruka kwa kima cha chini. Sasa hapa kwenye mfumo wa makombora ya cruise kuna aina mbili. Aina ya kwanza inaitwa Soma na aina ya pili inaitwa Pave. Hii Soma linaweza kufika zaidi ya kilomita 2000 na limelengwa kwa msingi wa kombora la zamani la Soviet KH-55. Lakini la Pave ni kombora la cruise lililotangazwa mwaka 2023, lina uwezo wa kufika hadi kilomita 1650. Na makombora haya hufanya kazi ya kimya lakini yenye athari kubwa, au ni vigumu kugundua hadi pale yanapogonga lengo. Makombora haya ni makombora ya
silent mission, silent action, kana kwamba yenyewe husafiri kimya kimya hadi liweze kufika, basi ndio unaweza kujua kwamba umeshambuliwa au la. Tofauti na makombora mengine ambayo yamekuwa yakitoa sauti, yakikata mawimbi kwa kutoa ishara za sauti na kelele mbalimbali ambazo yawezekana kwenye mfumo wako wa kuweza kuzuia makombora kama ni adui yako anakushambulia, basi inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kumdhibiti. Lakini kwa makombora haya ya cruise yenyewe yamekuwa ni makombora ya kimya kimya. Upande wa 4 ni vikosi maalum na vita kwa njia isiyo ya moja kwa moja, yani proxy warfare. Irani haitumii tu silaha, hutumia pia watu na ushawishi. Kupitia IRGC, Jeshi la Mapinduzi la Kiislamu, na kitengo chake maalum cha Quds Force, Irani huhifadhi na kuongoza mashambulizi kupitia vikundi vingine bila kuonekana moja kwa moja. Sasa Irani imekuwa na utaratibu kwamba endapo labda kuna mission ya kuweza kumshambulia adui, imekuwa haitumii vikosi vya moja kwa moja vya kijeshi vya Irani, kana kwamba imekuwa ina ngome mbalimbali ambazo ziko nje ya Irani. Yani zile ni base. Kama unavyoona kwa Marekani wanakuwa na base zao katika nchi husika, nchi fulani kuna base za Kimarekani, lakini Irani imekuwa ina wanamgambo kadhaa. Kuna wanamgambo wa Hamas, kuna wanamgambo wa Hezbollah, lakini wapo wengine wa Kihouthi pale Yemen, kwamba wamekuwa kishirikiana na Irani katika kutekeleza mashambulizi mbalimbali ambayo yamekuwa yakifika mlengo kwa namna moja ama namna nyingine. Kwa hiyo hapa kuna Quds Force. Quds Force imehusika moja kwa moja katika kusaidia makundi kama Hezbollah nchini Lebanon, Houthi wa Yemen na vikundi vya wapiganaji vya Iraq na Syria ikiwemo na Hamas. Badala ya kupeleka jeshi moja kwa moja vitani, Irani hutoa mafunzo, silaha na drones kwa makundi ya waasi au wanamgambo na wapiganaji wanaoshambulia mahasimu wake kwa niaba yake. Kwa njia hii, Irani hupiga bila kupigwa na hudhoofisha wapinzani kwa gharama ndogo mno. Sasa kama unakumbuka vizuri, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kipindi ambacho alikuwa akishutumu Irani kutumia makundi kama Hezbollah pale nchini Lebanon, lakini vile vile Hamas pale nchini Palestina katika ukanda wa Gaza, vile vile wa Houthi pale nchini Yemen, amekuwa akishutumu Irani kuvipa usaidizi vikundi hivyo silaha, lakini vile vile usaidizi mwingine wa kijeshi, kuwafundisha mafunzo, vitu vingi ambavyo wamekuwa wakitoa katika vikundi hivyo. Basi kwa kipindi kile waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa akivifichua. Hata katika video ambazo zilikuwa zikisambaa kipindi kile ambacho jeshi la Israel linatekeleza operesheni yake ya ardhini kuweza kuondoa vikosi vya Hezbollah pale Lebanon na miji mingine kama vile Beirut na kusini mwa Beirut, zilionekana silaha za Irani ambazo zimekuwa zikitoka moja kwa moja nchini Irani zikifika katika maeneo yale. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa jinsi gani kwamba Irani imekuwa ikitumia hivi vikundi vya Quds Force ambavyo vimekuwa vikitekeleza mashambulizi yake dhidi ya maadui wake. Imekuwa haitumii mashambulizi moja kwa moja kutoka Irani, bali imekuwa ikitumia hawa mawakala wake ambao wako karibu na nchi hizo. Ndio maana unaona Hezbollah wanafanya mashambulizi, Hamas wanafanya mashambulizi, wa Houthi Yemen wanafanya mashambulizi kila siku kuchwao. Upande wa 5 ni programu ya nyuklia. Sasa hapa ndiko kwenye mziki wenyewe. Ndiko Marekani ambako hadi sasa yupo kwenye mazungumzo ya kidiplomasia na Irani kuweza kuzungumzia juu ya programu za nyuklia za Irani, kitu ambacho kimekuwa ni hatarishi kwa dunia kwa sasa hivi. Irani haijathibitishwa kumiliki bomu la nyuklia moja kwa moja, lakini maendeleo ya teknolojia ya urutubishaji wa uranium yanaifanya kuwa karibu mno na hatua hiyo. Shirika la IAEA limethibitisha kuwa Irani imefanikiwa kurutubisha uranium kwa kiwango cha juu hadi 60%, hatua chache tu kutoka 90% inayohitajika kwa bomu la nyuklia. Hii IAEA ni shirika la kimataifa la atomiki ambalo limekuwa likifanya udhibiti wa viwango vya uzalishaji wa uranium au urutubishaji wa uranium kwa ajili ya bomu la nyuklia. Sasa nyuklia ni moja kati ya kitu ambacho kwa sasa hivi dunia au yale mataifa makubwa ya duniani hapa yanahakikisha kwamba nchi ambazo zina uwezo wa kurutubisha uranium hazichukui jitihada za moja kwa moja kuweza kumiliki silaha za nyuklia, kwa sababu endapo zitamiliki silaha za nyuklia itakuwa ni hatari kana kwamba
kila nchi itajijengea kuwa na kiburi na kuweza kufanya kitu chochote ambacho inaweza kufanya kwa mwenzake, kwa sababu moja kati ya silaha hatari zaidi duniani ni silaha ya nyuklia. Kile ambacho kilitokea Japan mwaka 1945 baada ya Marekani kuweza kumaliza vita vya pili vya dunia, aliweza kupiga miji ya Nagasaki na Hiroshima kwa kutumia bomu la nyuklia. Hadi leo hii raia wa Japani wana madhara makubwa sana ambayo yalitokana na nyuklia ambayo iliweza kutupiwa pale mwaka 45 na nchi ya Marekani. Hadi leo hii ndio maana Japani inapokea pesa, inalipwa pesa kutoka Marekani kutokana na kile ambacho waliweza kufanyiwa na nchi ya Marekani mwaka 1945 ambapo Marekani aliamua kumaliza vita vya pili vya dunia. Sasa hiki ambacho kinatokea hapa ni kwamba Irani imekuwa kwenye mazungumzo kwa hivi sasa ya kidiplomasia na Marekani, ambapo Rais Trump juzi tu ilionekana kwamba alimuonya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu asiweze kufanya mashambulizi kipindi ambacho yeye anapambana kuweza kuzungumza na Irani kwa ajili ya kuweza kumonitor au kupunguza namna gani ya Irani asirutubishe uranium kwa ajili ya kutengeneza mabomu ya nyuklia au silaha za nyuklia. Sasa Irani inatumia mitambo ya kisasa aina ya centrifuge IR6 na IR8 zenye uwezo wa kurutubisha kwa kasi zaidi kuliko zile za zamani. Lakini vile vile licha ya makubaliano ya JCPOA ya mwaka 2015, Marekani ilijiondoa kwenye mkataba huo mwaka 2018 na tangu hapo Irani imekuwa huru kupanua programu yake ya nyuklia. Irani imekuwa ikisisitiza kuwa lengo lake ni amani, lakini mataifa ya magharibi yamebaki kuwa na hofu kubwa sana. Kwa nini yanakuwa na hofu? Yanakuwa na hofu kwa sababu Irani ni moja kati ya taifa ambalo linajinasibu kuweza kuwa taifa kubwa duniani. Marekani ni superpower kwa sasa hivi kwa dunia, japokuwa kuna Urusi, kuna China, kuna Korea Kaskazini, kuna mataifa mengi ambayo sasa hivi yanajinasibu kuwa ni mataifa makubwa yenye nguvu duniani, japokuwa Marekani bado wanaitem kama ni superpower. Sasa Irani anatamani kufika level ambazo Marekani yupo, anatamani kufika level ambazo Korea Kaskazini yupo, Urusi yupo, ndio maana anaamua kurutubisha zaidi uranium kwa ajili ya kuweza kufikia kile kiwango cha kutengeneza silaha za nyuklia. Kitu ambacho watu wanakiogopa au mataifa makubwa wanakiogopa ni hiki ambacho Irani inazidi kuweza kusema kwamba wao wanatafuta amani, lakini mwisho wa siku kisirisiri wanaendelea na masuala ya kuweza kurutubisha uranium. Ndio maana kuna ule mkataba ambao uliweza kusainiwa, ulikuwa na vipengele vingi, ulisainiwa Saudi Arabia, na mkataba ule ulikuwa ni masuala haya ya nyuklia. Mwisho wa siku ikaonekana kwamba mkataba ule umevunjwa, lakini kuna vitu vingi ambavyo Marekani sasa hivi inapambana kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Irani juu ya urutubishaji wa silaha za nyuklia katika nchi ya Irani. Hapa sasa nakuja kwenye upande wa mwisho, upande wa 6 huu. Hapa nazungumzia uwezo wa baharini na njia ya kufunga bahari kupitia kwenye mfumo wa kijeshi wa Irani. Irani ni mlinzi wa lango muhimu zaidi duniani kwa usafirishaji wa mafuta, Strait of Hormuz, ambapo zaidi ya 20% ya mafuta ya dunia hupita kila siku. Kwenye yale mataifa Mashariki ya Kati ambayo yamekuwa na uzalishaji mkubwa sana mafuta, hapa nikizungumzia Kuwait, nikizungumzia Iran yenyewe, nikizungumzia Saudi Arabia, nikizungumzia Qatar, nikizungumzia Iraki, nikizungumzia Oman na nchi zingine nyingi ambazo zina utajiri mkubwa wa mafuta. Mlango ambao huwa wanautumia kwa ajili ya kusafisha mafuta unaitwa Strait of Hormuz. Strait of Hormuz hii ni sehemu muhimu sana ambapo kwa mafuta lazima yapite. Sasa Irani inamiliki makombora maalum ya baharini kama Nord, Karder and Gadr yanayoweza kushambulia meli za kivita za Marekani au washirika wake. Lakini vile vile ina manuari ndogo za Stella kama Gadir class ambazo ni vigumu kugundua na zina uwezo wa kushambulia kutoka chini ya maji. Lakini vile vile mbali na hayo, Irani imetengeneza mabomu ya baharini ambayo yana uwezo wa kupambana na adui yake kokote kule ambako wataweza kumshambulia. Sasa kwa njia hii Irani haifungi tu maji kimabavu, bali hutoa ujumbe ikishambuliwa dunia nzima itahisi. Sasa mataifa mengi sana hapa duniani yanategemea mafuta kutoka nchi za Mashariki ya Kati kule, lakini vile vile Asia Mashariki. Kuna vitu vingi ambavyo wanavitegemea kule, hasa kwenye utajiri wa mafuta. Duniani kwenye usambazaji wa mafuta, kila kitu tunategemea kule sema ambako Irani yupo pamoja na mataifa Mashariki ya Kati wanakotoka. Sasa endapo Irani itagadhibiwa, inaweza kufunga
huu mlango wa Strait of Hormuz na mafuta kuacha kupita, mwisho wa siku dunia ikaingia kwenye shida ya kiuchumi kwenye masuala ya mafuta. Ndio maana Irani bado anaendelea kujivunia utajiri wake ambao yuko nao kwa mafuta, lakini vile vile hata kwenye upande wa kuweza kurutubisha uranium pia Irani anaendelea kujivunia kwa kiasi kikubwa sana. Ndio maana leo hii mataifa makubwa kama Marekani, Uingereza, Ujerumani, Italia na mataifa mengine mengi yamekuwa na hofu kubwa kuhusiana na Irani kwa jinsi ambavyo anazidi kujipanua kwenye masuala ya kijeshi zaidi, kwa sababu Marekani pia naye anaangalia mwisho wa siku dunia isije kaingia kwenye matatizo na akaonekana kuwa ni mzembe, ameshindwa kumaintain masuala ya peace, kwa sababu pale ndipo UN ambapo inatoka makao makuu kabisa pale Marekani. Kwa hiyo ni jinsi gani Irani anazidi kuonyesha ukubwa wake. Kwa sababu hizi ambazo nimekutajia hapa ndizo ambazo zinaelekeza au zinatoa moja kwa moja wigo mpana wa kuonyesha jinsi gani Irani imekuwa na hofu kubwa sana kwa mataifa mengine ambayo yamekuwa yakiona Irani kama inazidi kusogea kiuchumi, lakini vile vile inazidi kusogea kwenye masuala ya kijeshi kwa kuweza kuzindua makombora mapya kila siku ambayo yamekuwa na hatari kubwa sana katika maisha ya viumbe hai hapa duniani. Mimi ni Victor Moshi mtazamaji. Kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, basi nikusihi hapo chini uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment, pia unaweza ukashare sehemu zingine ili basi mtu mwingine apate kuona habari hizi ambazo tunakuletea hapa kutoka kwenye meza yetu ya habari ya Zone Media. Asante kwa kuendelea kutuchagua.